الشيخ صالح السيد البدوي وسماحة المفتي أبو بكر بن زبير بن عمرو مفتي Tanzania, mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Rais wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar. Natoa pongezi kwa taasisi hii kwa kuandaa sherehe ya Maulid, kwani ni kuendeleza utaratibu wa mila njema ya malezi ya Kiislamu ambayo mashehe na wanazuoni wetu waliopita wa mwambao huu wa Afrika Mashariki waliuendeleza. Hivyo basi, kuendeleza utaratibu huu ni kudumisha na kuendeleza mila, desturi na malezi mema ya Kiislamu. Kwa hakika, hii ni fursa muhimu ya kuonyesha mapenzi yetu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo limetiliwa mkazo katika dini yetu. Mpendo wa mtume wetu ambaye tumehudhuria sherehe hii kukumbuka kuzaliwa kwake, kuna mchango mkubwa katika kuiwezesha jamii yetu kuishi vyema kwa kuzingatia maadili, mapenzi na kuishi kwa amani, ihsani na maelewano. Uislamu unatufunza kuwa mambo haya yakidumishwa katika jamii, neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu huongezeka na kupatikana kwa maendeleo na ustawi zaidi. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza wazazi wenzangu kuendelea kusimamia malezi ya vijana wetu katika misingi ya imani na uchamungu ili kuandaa jamii yenye hofu ya Mwenyezi Mungu na raia wema wa nchi yetu. Ni wajibu wetu kuimarisha malezi ya vijana wetu kuanzia ngazi ya familia, na tuendelee kushirikiana, kwani wajibu huu wa malezi ni jukumu la pamoja kwa vile athari zake zinahusu jamii yote. Tumuombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na atupe uwezo wa kutekeleza vyema wajibu wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahala palikuwa hapaeleweki leo pataeleweka. Niwaambie watu wa Tanga, niwaambie watu wa Lushoto, hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Kwa hiyo tuichunge neema hii. Wanawazuoni kama hawa ndio wanasababisha maendeleo katika ulimwengu, utulivu wa ulimwengu, amani ya ulimwengu, ustaarabu wa ulimwengu, utamaduni wa ulimwengu, maendeleo mbalimbali ya ulimwengu yameletwa na wanazuoni. Laula ulama, wanazuoni wanasema, laula ulama la sara nasu kalbahaim. Lau si wanazuoni watu wangekuwa kama mijinyama tu ya porini, haina maana yoyote.